Ni nani wanataka kumpindua Traore wa Burkina Faso na kwa nini? Katika enzi ya misukosuko ya kisiasa, kila mapinduzi huacha alama na kila kiongozi wa mapinduzi hukumbwa na majaribio ya kuondolewa madarakani. Hali hii inaonekana kudhihirika tena nchini Burkina Faso, ambako Kapteni Ibrahim Traore aliingia madarakani kwa mapinduzi mnamo Septemba 2022. Anakumbwa na kile kinachoonekana kuwa wimbi la hali na njama za kumpindua. Jaribio la hivi karibuni lililofichwa na waziri wa usalama Mohamedou Sana mnamo Aprili 2025 linaibua maswali magumu kuhusu mustakabali wa siasa za nchi hiyo. Serikali inadai kuwa njama hiyo iliyohusisha maafisa wa jeshi na wanasiasa wa zamani walioko uhamishoni ililenga kushambulia ikulu na kuhamisha mamlaka kwa njia ya vurugu. Lakini swali kuu linalozunguka vichwani mwa wachambuzi wa siasa za Afrika, je, ni nani hasa wanaotaka kumpindua Traore na kwa nini? Kundi la kwanza, maafisa wa jeshi. Burkina Faso ni nchi ambayo siasa zake mara nyingi huzunguka ndani ya kambi za kijeshi. Wakati Traore alipompindua Kanali Damiba mwaka 2022, aliahidi kuwa sehemu ya mwisho ya mapinduzi ya kijeshi. Hata hivyo, kwa baadhi ya maafisa hasa walioko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya magaidi, kumekuwa na malalamiko kuhusu rasilimali maalum na maamuzi ya uongozi na mgawanyiko wa mamlaka. Wachambuzi wanaeleza kuwa kuna mvutano wa kimya kati ya vikundi ndani ya jeshi. Kuna wale wanaotaka kubaki na ushawishi wa kisiasa na wale wanaotaka mabadiliko ya kweli kwa njia ya kiraia. Njama ya kutaka kumpindua hivi karibuni inaweza kuwa ni matokeo ya mvutano huo uliofikia kilele. Waziri wa usalama Mohamedou Sana alisema kwa jaribio hilo la mapinduzi lililoongozwa na wanajeshi wa sasa na zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi, alisema kuwa mpango wao ulikuwa ukishambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, lilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Kundi la pili la wanasiasa wa zamani walioko uhamishoni, serikali ya Traore imekuwa ikiwashutumu mara kwa mara wanasiasa waliokuwa madarakani kabla ya mapinduzi kwa kushirikiana na majeshi ya nje na makundi ya kigaidi. Wengi wa viongozi hao wamekimbilia nchi jirani kama Ivory Coast, ambako sasa wanatajwa kuwa vinara wa mipango ya kuleta hali ya sintofahamu kwa kushirikiana na baadhi ya maafisa wa zamani wa jeshi na wizi, kwamba mapinduzi ya Traore yalivunja maslahi ya kisiasa na kiuchumi ya watu wengi waliokuwa wakinufaika na mfumo uliokuwepo awali. Kutokana kwa makampuni yaliyokuwa na kandarasi za serikali hadi kwa maafisa waliokuwa na ushawishi mkubwa wa siasa, wengi walipoteza fursa walizozizoea. Haishangazi kwamba wanatafuta njia ya kurejea kwenye mfumo unaowapasa na unaowapa nafasi, na njia rahisi kwao ni mapinduzi, kwa sababu yameshawahi kumfanikiwa mara kadhaa nchini humo. Nini hasa sababu za kutaka kupinduliwa? Nje ya Burkina Faso na machoni mwa wananchi wake wa kawaida, Traore ni mtetezi wa wanyonge na mkombozi na kiongozi aliyebeba matumaini ya wengi. Lakini kwa baadhi ya wanaotamani mamlaka ya maslahi ya kimfumo, wanamtazama kama kikwazo. Ukiacha malalamiko kuhusu rasilimali, maamuzi ya uongozi na mgawanyo wa mamlaka, kuna hili la muda wa Traore kuongeza kwa mpito Burkina Faso. Chokochoko zilianza mapema tu
alipoingia madarakani mwaka 2022 na ziliendelea baada ya kutangaza kuongezeka muda zaidi ya miaka 5 ya mpito kutokana na usalama mdogo nchini humo. Alieleza uchaguzi ilikuwa na serikali ya kiraia kunahitaji utulivu na amani kubwa ambayo haioni nchini humo kwa wakati huu. Akatoa mfumo mwaka jana kuwa hakuna usalama katika mikoa ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo wanajeshi wanapambana na makundi mawili yenye silaha ambayo sasa yanadhibiti karibu nusu ya Burkina Faso. Hata hivyo, wakosoaji wake wamemshtumu Traore kwa kutumia changamoto za kiusalama kujaribu kuongeza muda wake madarakani. Wanaotaka mapinduzi hawakubaliani na muda kuongezwa, kiacha maslahi mengine yasiyo wazi. Lakini matukio ya hivi majuzi yamezua maswali kuhusu udhibiti wake na nini serikali ya Burkina Faso inaweza kufanya ili kuzuia vitisho vyovyote vya ndani, wanasema wachambuzi. Kwa nini kuna hofu ya usalama nchini ya Traore? Tangu alipopatiwa mamlaka katika mapinduzi ya kijeshi, Traore ameitenga Burkina Faso na Ufaransa, mtawala wake wa kikoloni ambaye kwa muda mrefu amekuwa mshirika mkuu wa misaada na mshirika wa kijeshi. Mwaka jana takriban operesheni 400 maalum za wanajeshi wa Ufaransa waliondoka nchini humo, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukizidi kuzorota. Ufaransa ilikuwa na jukumu kubwa zaidi la kulinda usalama wa taifa hilo kwa miongo mingi. Kuondoka kwa vikosi vyake kumeongeza uhuru wa makundi mengine ya kijeshi nchini humo yanayotajwa kama ya kigaidi kuendelea kutishia usalama na mengine kutumika kwa njama za mapinduzi. Makumi ya watu wanaotuhumiwa kupanga njama za mapinduzi wamekamatwa, huku wengi katika jeshi wanaoshukiwa kuhusika wameripotiwa kupelekwa kwa misheni za nje ya nchi, jambo linaloleta mtazamo mchanganyiko kwa wachambuzi wa siasa za Afrika Magharibi. Ni aina ya kuigwa wanaopendelea na mafunzo ya elimu upya, lakini askari wanaokosoa wakiishia kupelekwa Urusi. Haionekani kuwa nzuri. Mchambuzi Dan Einzega wa kituo cha Afrika na mafunzo ya kimkakati chenye makao yake makuu nchini Marekani alinukuliwa na Al Jazeera. Licha ya njama za kutaka kupinduliwa mara kadhaa, karibu mara 3 katika kipindi cha miaka 2.5 na changamoto zingine, Captain Ibrahim Traore bado anaungwa mkono na sehemu kubwa ya raia wa Burkina Faso. Katika nchi yenye historia ya viongozi wanaoshirikiana na mataifa ya nje, Traore anaonekana kama mfumo wa kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika wanaojitahidi kujitegemea, kujenga taifa lao kwa msingi ya kizalendo na kupiga unyonyaji wa kigeni. Anawavutia hata raia wa mataifa mengine. Tunahitaji kuona Traore wa 5 tu Afrika ifanye mapinduzi. Viongozi wengi wanajijali wao, huyu anajali wananchi wake, amesema Emmanuel Kulwa, mkazi wa Dar es Salaam. Amevutia zaidi vijana ambao kwa miongo kadhaa wamekuwa wakihisi kupuuzwa na mifumo ya zamani ya uongozi. Hii ndiyo sababu ya maandamano ya kumuunga mkono yamekuwa ikionekana kila mara ambapo kuna tishio la njama au propaganda dhidi ya serikali yake, akiungwa mkono na wananchi waliozamilia na mabadiliko kwa upande mmoja, na upande mwingine akikabiliwa na mshinikizo ya ndani na nje yanayotishia udhibiti wake wa taifa lake. Je, ataweza kudhibiti vishindo hivi vyote ikiwemo mapinduzi na kuliongoza taifa kuelekea usalama na uhuru wa kweli? Muda pekee ndio utakaojibu.